Yes, mambo vipi, ni kukaribishe tena katika segmenti ya kimichezo kutokea hapa ndani ya channel ya kupendwa ya Mapro Updates. Kwa asante sana kwa wale wote ambaye bado tunaungana pamoja katika kutazamia habari mbalimbali zinazorushwa kupitia channel ya kupendwa hii ya Mapro Updates, na wale ambao bado hawajaungana nasi ni waombe kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikijiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, sasa katika segment ya kimichezo ninayo habari inayohusiana na ujio wa kocha mpya ambaye amejiunga na klabu ya soka ya Yanga. Ni raia wa Afrika ya Kusini na nafikiri anakwenda kutengeneza bato kati yake yeye na kocha wa Simba ambaye pia ni raia wa Afrika ya Kusini. Sasa ile dabi ya Simba na Yanga inahamia pia hata kwa makocha, kwa sababu wote ni wazao wa Afrika Kusini, wote ni makocha ambao wana uwezo mkubwa sana. Sasa hiko sio kitu kikubwa sana, kikubwa nilitaka nikudadavulie kwa kina namna ambavyo kocha huyu amekuwa ni moja kati ya makocha bora sana kuwahi kutokea, na amekuwa akisifika sana kule Afrika ya Kusini, hususan kwa namna ambavyo ameweza kuitengeneza timu ya Golden Arrows kwa kutoka katika nafasi za mbali hadi kufikia katika sehemu ambayo imeweza kuwa miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana. Kwa ufupi, kocha Mgithi ambaye ndiye kocha mpya wa klabu ya soka ya Yanga ni raia wa Afrika Kusini. Amepita katika klabu kadhaa ikiwemo klabu ya Mamelodi Sundowns, na katika kipindi ambacho amekuwa katika benchi la ufundi la Mamelodi Sundowns aliweza kufanikiwa kuipa timu hiyo mafanikio makubwa sana. Moja ya mafanikio ni pamoja na kuweza kushinda taji la ubingwa wa ligi ya Afrika kwa maana ya AFL. Kama tunakumbuka, AFL ilizinduliwa hapa nchini Tanzania na tulikuwa tunaifahamu kama African Football League, na hiyo Sundowns ndio walikuwa mabingwa kwa mara ya kwanza tangu ianzishwe, na miongoni mwa makocha ambao walikuwepo katika safu ya Mamelodi Sundowns ni pamoja na kocha mpya wa Yanga Bwana Mgithi. Lakini zaidi ya hapo pia amehusika kuwapa mataji 8 mfululizo ya ligi kuu Afrika Kusini na Mamelodi Sundowns kipindi hiki ambacho yupo yeye. Na kitu cha ajabu ni kwamba baada ya kuondoka tu kwa Mgithi kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns, Mamelodi waliweza kupoteza taji hilo la ubingwa, na hiyo inaonyesha kwamba ni wazi kwa namna moja ama nyingine kocha huyu alikuwa ni nguzo imara sana katika kuihakikishia klabu hiyo inapata mafanikio makubwa sana ikiwemo pamoja na kombe hilo la ligi kuu ya Afrika Kusini. Lakini katika kipindi hiko ambacho alikuwa sehemu ya benchi la ufundi la Mamelodi Sundowns, aliweza pia kuwapatia taji la ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League kwa msimu wa 2026-2027 ambapo Mamelodi Sundowns pia walikuwa ni mabingwa wa kombe hilo. Lakini baada ya kuitumikia kwa muda mrefu sana Mamelodi Sundowns, kocha aliweza kuhamia katika klabu ambayo inajulikana kama Golden Arrows, na hapo aliweza kuinyanyua kweli kweli. Ukiangalia takwimu za Golden Arrows inaonyesha kwamba kabla ya ujio wake walikuwa wakishika nafasi ya 12 na kuendelea, ambayo ukiangalia kikawaida ni kama nafasi ambayo inaelekea katika kushuka daraja. Lakini ndio hivyo, baada ya kuja yeye alitoa kutoka nafasi ya 12 hadi kufikia nafasi ya 6 katika ligi kubwa ambayo ni ligi ya Afrika ya Kusini. Nafikiri wengi tunafahamu kama wana michezo namna ambavyo ligi hiyo imekuwa na upinzani mkubwa sana. Kuna timu kadhaa zikiwemo Mamelodi Sundowns yenyewe, lakini pia Kaizer Chiefs pamoja na timu nyingi ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo kuiweka timu kutoka katika nafasi ya 12 hadi kufikia nafasi ya 6, unaona ni kwa namna gani kocha huyu ameweza kuitengeneza
falsafa yake kubwa sana. Lakini zaidi ya hapo nataka nikujuze pia namna ambavyo kocha huyu amekuja kuleta mafanikio makubwa, hususan katika kutengeneza timu ambayo inacheza mpira wa kasi lakini mpira wa pasi. Kwanza anapenda kutumia mfumo wa mabeki watatu, lakini pia huwa anatumia viungo wawili, viungo wanne ambao viungo wanne hao wanakuwa katika safu ya pamoja na kiungo mmoja ambaye anakaa mbele kidogo ya viungo wanne, kwa maana jumla ni viungo watano na mbele kabisa anamalizia washambuliaji wawili. Sasa faida yake ni nini? Katika viungo hao wanne, maana yake wawili wanaweza kucheza pia kama mawinga ambao wanaweza kuwa sehemu ya ushambuliaji kipindi ambacho timu inashambulia, lakini pia hao wawili wakati wanaweza kuwa kama defensive midfielders ambao wanaweza kuzuia na kuisaidia backline katika uzuiaji. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo jamaa anafanya mifumo yake, utagundua kwamba Young Africans inakwenda kuwa miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kufanya vizuri kweli kweli. Huo ni uchambuzi tu kidogo ambao nimeamua ni kuandalia, lakini kuna mengi mazuri ambayo nataka nikujuze kuhusiana na kocha huyu. Angalia, hakikisha umesubscribe.